Tukizungumzia elimu, Mheshimiwa Rais amefanya makubwa kwenye nchi hii. Amefanya makubwa sana. Amefanya makubwa kwa sababu moja. Kwa mfano, ukianza kuna shule maalum kwanza za watoto wa kike. Hizi shule za watoto wa kike ambazo zimejengwa za kisasa kabisa, kila mkoa zina kila kitu. Ni shule ukienda pale ni kama chuo, yani ni chuo kabisa. Hilo unaweza kusema kwamba ni chuo, sio shule tena. Kwa hiyo hata baadhi ya vyuo havifiki kwenye hizi shule ambazo zimejengwa na Mheshimiwa Rais. Zile shule zimelenga, ni mkakati maalum wa kuwasaidia watoto wa kike. Lakini pia kuna shule ambazo zimejengwa pia kwa ajili ya watoto wa kiume. Zimelengwa nazo kuboosti elimu, kuhakikisha kwamba tunafika mahali. Na ukija kwa mfano kwa jimbo langu la Kasulu vijijini kwenye elimu, Mheshimiwa Rais amefanya makubwa kwenye upande wa elimu. Amefanya makubwa sana. Yaani amejenga kwa mfano kama vyumba vya madarasa. Watoto walikuwa wanakaa chini, sasa hivi hakuna mtoto anayekaa chini. Hakuna mtoto anayekaa chini kwenye jimbo la Kasulu vijijini. Yaani ukienda kwenye zile shule sasa hivi ndio shule, yani madarasa yale yaliyojengwa, yani ndio sasa hivi watu wanapigia picha. Mtu anafanya harusi yake, lakini baadaye akitaka kwenda kupiga picha zake za harusi anaenda maeneo ya shule. Kwa hiyo ni shule za kisasa, shule unakuta mpaka zina maabara. Sisi wakati tunasoma tulifanya theory. Yaani hufanya ile really practical. Lakini sasa hivi pale shuleni, kwa mfano shule niliyosomea mimi Kurunyembe, niliyosomea ile shule, sasa hivi wanafanya really practical. Na sasa hivi wanafaulu kuliko sisi. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza kufaulu kwenye ile shule tangu ianzishwe. Mwanzoni ilikuwa mtu wa kwanza wakati shule inaanzishwa alipata 4 ya 32. Lakini sisi tukaja tukafaulu, na sisi tulifaulu sana masomo labda ya hesabu na nini. Lakini kwa zile za plaki hatukufanya vizuri sana. Lakini sasa hivi nenda pale. Tulifaulu kipindi kile tulikuwa tuko 5 tu kwa mara ya kwanza. Lakini baada ya hao 5 tuliofanikiwa kwenda advance tulikuwa 3 tu. Lakini baada ya hao sasa hivi nenda advance utakuta wameenda 10, wameenda 20, advance wote wanaenda kidato cha 5 na cha 6. Kwa hiyo ukija kwa mfano kwenye kwa mfano kwa maana ya facilities, kwa mfano kama vyumba vya madarasa, vyumba tunavyo vya kutosha pale. Ni kweli kwamba hivi karibuni kwenye hii inayokuja ya watoto wa watoto wanaokuja kumaliza kidato cha au watoto kutoka shule kwa maana shule ya msingi kuishia darasa la 6, ambao wanakuja mpaka wanaungana na hao wa darasa la 7, wanakwenda kuanza form 1 wote. Kidogo pale tutakuwa na deficit kama madarasa 200 na kidogo. Lakini hayo madarasa 200 na kidogo bado pia tumejipanga. Yaani bado tumejipanga. Mkurugenzi wangu amejipanga tayari. Kwa mfano tumeshaanzisha benki ya matofali muda huu tunapozungumza. Vijiji vingi vimeanzisha benki za matofali. Kuna kata zingine unakuta sasa hivi wana matofali zaidi ya 20,000 kata moja. Wamejiandaa. Zingine wana 30,000 matofali wameshaanza. Kwa hiyo kuhusu maeneo sio tatizo. Kwa hiyo kwa ujumla kuhusiana na hili lenyewe la kupokea watoto tuko vizuri, tumejipanga. Na tukizungumzia kwa mfano kuhusiana na elimu bure, tunapokea bilioni za kutosha kwa ajili ya kusapoti wale watoto. Kwa hiyo hakuna mtoto anayelipishwa kuhusiana na ada. Kwa Mheshimiwa Rais anaweka fedha kwenye jimbo pale. Sisi tuko vizuri kwenye halmashauri. Sisi na baraza la madiwani, mkurugenzi, mkuu wa wilaya, lakini pia lasi na mkuu wa mkoa wanatusapoti sana kuhakikisha kwa ujumla mkoa umejipanga vizuri pia kuhusiana na hili swala la kupokea watoto hawa wa kutoka darasa la 6 na kuja kuunganisha na darasa la 7 wanaokwenda kuanza form 1. Na tukizungumzia pia kwa mfano kwenye elimu, mkoa wetu wa Kigoma kwa taarifa zilizopo tumefanya vizuri sana kwenye masomo ya sayansi. Ni miongoni mwa mikoa ambayo imefanya vizuri sana kwenye masomo ya sayansi. Kwenye masomo ya sayansi kwa mfano kwenye physics, kemia tuko kwenye 10 bora kitaifa. Yaani tunazungumzia kitaifa. Yaani tuko
kwenye 10 bora. Kwa unaweza ukaona kwamba jitihada za Mheshimiwa Rais, mazingira ya kutoka mkoa kama Kigoma na mtoto yule anayetoka kule ndani, mtoto baadaye anakuja kufanya vizuri kitaifa, anakuja kushindana na fedha na shule hizi za kubwa za private binafsi. Kwa sasa hivi shule za serikali zinafanya vizuri kwa sababu Mheshimiwa Rais amewekeza misuri ya fedha. Na kwa ujumla kwa upande wa elimu, mimi kwa upande wa Kigoma nafikiri na jimbo la Kasulu vijijini kwa ujumla tuko vizuri, nampongeza Mheshimiwa Rais. Na labda kidogo kitaifa Mheshimiwa Rais napo pia nimpongeze. Ukienda maeneo mengi hata vyuo vikuu sasa hivi kuna project kubwa zinaendelea. Nenda Arusha, ile chuo cha uhasibu Arusha, utakuta pale kuna project kubwa pale zinaendelea, vyuo vinajengwa vipya. Nenda Mzumbe, SUA, chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa maana ya UDSM Mlimani pale kuna sasa hivi wanatengeneza mpaka branch kubwa. Muhimbili, sasa hivi Muhimbili tunajenga pale Kigoma pale. Kigoma tunajenga tawi la Muhimbili pale. Chuo kikuu kinajengwa pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anafanya mambo makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Katika sekta ya elimu na afya, Kazala amesema tofauti na hapo awali, wananchi sasa hawalazimiki tena kusafiri umbali mrefu kutafuta matibabu, huku akibainisha kuwa kuongezeka kwa madarasa na walimu shuleni kumefanikisha wanafunzi kupata ufaulu mzuri. Ndio afya napo hapa sasa, sijui sasa tunapo tena tumie lugha gani, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na ameonyesha utu na uzalendo yeye kama mama. Ukirudi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa nasema hatutaki wananchi hawatakiwi kwenda zaidi ya kilomita 5 kutafuta huduma za afya. Mheshimiwa Rais amepambana. Sasa hivi tuko 80%. Asilimia 80, 80% watu hawaendi kupambana kwenda zaidi ya kilomita 50 kutafuta huduma za afya. Lakini sasa hivi ndani tu ya kilomita 5 watu anatoka hapa anakutana na zahanati, ametoka hapa hajakutana na zahanati, amekutana na kituo cha afya, hajatoka hapa ameenda anakutana na hospitali. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amefanya vizuri. Kwenye vifaa tiba na hapo tena Mheshimiwa Rais nampongeza sana. Tuko mbali sasa hivi. Sasa hivi kwa mfano ukiangalia vifaa vya MRI sasa hivi tumetoka 7, sasa hivi tuko 13. Haya. PET scan tulikuwa hatuna kabisa kwa watu wa saratani. Sasa hivi tunayo PET scan. PET scan ina gharimu fedha nyingi zaidi ya bilioni 18 imewekeza pale. Na kwa Afrika Mashariki sisi ziko nchi 2 tu ambazo zina hii PET scan. Kwa SADC ziko nchi 3 tu zenye PET scan. Kwa Afrika ni nchi 9 tu zenye PET scan. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi Mheshimiwa Rais alivyo na dhamira ya dhati. Kija kwenye barabara, jimbo langu la Kasulu vijijini, Mheshimiwa Rais ameingia, tunapata shilingi milioni 400 tu. 400 kwa ajili ya barabara. Kwangu mimi pale sana ni TARURA kwa sababu ndo mimi ni mbunge wa vijijini. Kwa hiyo TARURA walikuwa wanawekewa milioni 400 tu. Na hiyo milioni 400 bado ilikuwa haiji yote. Sasa Mheshimiwa Rais ameingia tu kaipaisha ile bajeti mpaka bilioni 2.2 kwa mpaka mwaka jana. Bilioni 2.2. Naamini mwaka huu inakwenda kuongezeka. Sasa barabara zote tunavyozungumza sasa hivi, maeneo mengi korofi, wakandarasi wako site. Yaani kwa mfano kuna maeneo mengine wakandarasi walikuwa hajalipwa, lakini kwenye kampeni Mheshimiwa Rais nilimlilia, akaniahidi kilomita 37 za rami kwanza. Yaani vijijini nako wanaenda kuwekewa rami. Unaweza kaona hicho kitu kama sio cha kawaida. Kuna barabara ambayo ilikuwa nayo haipitiki. Yaani baada ya kumgomba tu Mheshimiwa Rais, mkandarasi aliingia site pale. Imewekwa kifusi cha kisasa kabisa. Barabara mpaka wananipigia simu wananishukuru. Na pia nimshukuru Mheshimiwa Rais. Wananchi wa kata ya Buhoro wanasema sasa hivi ile barabara wanaserereka ni kama lami wanavodai wao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa kwenye jimbo la Kasulu vijijini. Tukija kitaifa, TARURA kwa mfano ameikuta yani inatengewa bajeti around bilioni 200. Bilioni 200.
Lakini Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 200 mpaka imekuja trilioni 1 sasa hivi tunazungumzia TARURA hii. Tukiacha hapo TANROADS hatujazungumzia. TANROADS tunavyozungumza sasa hivi ana miradi zaidi ya 4,000 ambayo inaendelea. Yaani kilomita zaidi ya 4,000 anapambana nazo sasa hivi TANROADS. Kwa hiyo unaweza ukaona dhamira ya serikali iliyonayo kwenye kuhusiana na mambo ya barabara. Kwa hiyo mimi ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kweli kwenye swala la miundombinu hasa barabara amefanya vizuri sana kwenye kipindi chake hiki cha sasa hivi, tunasema tu miaka almost 4, anaenda sasa watano. Nampongeza sana, ameonyesha dhamira ya dhati ya kupambana na umaskini wa Watanzania. Kwa kweli ni rais ambaye kwa kweli amefanya makubwa sana kwa Watanzania. Amefanya makubwa kwa Watanzania. Narudia tena, dereva mzuri ni yule anayefahamu njia, lakini pia gari kipata shida anavaa overall, anaingia anashika spana, safari inaendelea. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ni ushahidi uko wazi, njia anaijua tunakotakiwa kuelekea, kwamba kwa wale wa Kristo kuna nani ile ya Biblia kwamba wana wa Israeli walitoka Misri kuelekea Kanaani, lakini humo njiani walipita jangwani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anahakikisha anatupeleka Kanaani. Kwa hiyo humu njiani kuna changamoto, na sasa hizo changamoto ambazo zinatokea ndogo ndogo kwenye hii safari ni kitu cha kawaida tu, lakini ni ushahidi wa wazi. Mheshimiwa Rais hakuna changamoto ambayo ameiona kwamba hii inakwenda kutukwamisha kabisa akaiacha. Mheshimiwa Rais amevaa spana kwenye afya. Unaweza kaona vituo vya afya vimejengwa vingi, lakini pia vijiji vingi zahanati zimejengwa za kutosha, watumishi ameajiri wa kutosha. Mimi kwangu kwa mfano kwenye afya ameniletea juzi tu watumishi zaidi ya 86 wamekuja kwenye afya. Unaweza kaona kwenye elimu Mheshimiwa Rais amevaa overall, na ameshika spana, amerekebisha pale pote penye utata, mambo yanaenda. Mtaala wa elimu umebadilishwa, shule mpya zimejengwa, bajeti ya wizara imeongezwa, mpaka watu wengine wanapelekwa kwenda wanapata scholarship. Samia scholarship imesaidia vijana wengi sana. Kwenye mikopo unaweza kaona mikopo, vijana sasa hivi wanashangaa, hata mtoto wa maskini aliyekuwa hawezi kwenda chuo kikuu sasa anaenda chuo kikuu. Kwa hiyo ni haki sawa ya elimu kwa wote, ameitekeleza. Lakini pia kwenye barabara Mheshimiwa Rais amevaa overall vya kutosha. Nimezungumza kwenye jimbo langu amefanya makubwa, kitaifa amefanya makubwa. Unaona SGR sasa hivi imetoka Dar mpaka Dodoma. Sasa hivi inatoka mpaka Tabora, inatoka Tabora inaenda mpaka Kigoma mpaka huko Mwanza, inaenda mpaka itatoka hapo tena itaelekea mpaka Burundi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais unaweza kaona kwenye ndege, usafiri wa anga unaweza kaona Mheshimiwa Rais ameshika spana, ndege amenunua za kutosha, ndege zinaruka. Viwanja vya ndege ameshika spana, viwanja vinatengenezwa. Mheshimiwa Rais, hebu angalia kwa mfano kwenye maji. Kwenye maji, sekta ya maji ya Aweso pale anafanya kazi kubwa sana. Mimi vijiji vyangu nimeambiwa kisiwepo kijiji hata kimoja ambacho kinakwenda kukosa maji, ambacho hakina mradi wote wa serikali wa maji. Kijiji kiko kimebaki kimoja cha Kazage, nacho kimetengewa bajeti, na vijiji vingine miradi yote ilikuwa imesimama na yenyewe imeweka kwenye bajeti hii. Sasa niseme nini? Mheshimiwa Rais ameshika spana kuhakikisha taifa hili linaenda na uchumi unaendelea kupaa kwenye. Sasa uchumi wetu unakuwa kwa zaidi ya 6% kwa mujibu wa World Bank kwenye kipindi cha Samia. Unaweza kaona na uchumi unaonekana utaendelea kukua zaidi. Kwa mfano hii reli itakapofunguliwa uchumi utakuwa sio. Haya, hili bomba la mafuta linalotoka Uganda mpaka Tanga. Unaweza kaona kitu. Dangote alikuwa anazungumza hivi karibuni tu, alikuwa anazungumza anakwenda kujenga refinery ya mafuta, kiwanda kikubwa pale Tanga.
Unaweza ukaona hiyo dhamira ya dhati ya serikali. Kwa hiyo kuna mambo mengi, wawekezaji wanakuja kwenye sekta ya utalii. Mheshimiwa Rais ameshika spana, utalii unaenda mpaka mwenyewe anaingia field. Kama Mheshimiwa Rais anatangaza utalii, Mheshimiwa Rais mwenyewe anaingia kwenye boti, anapanda ndege, anaingia kwenye magari, ameendesha gari, anaenda field Serengeti. Wewe nafikiri kwa ujumla yako mambo mengi ambayo unaweza kumwelezea Mheshimiwa Rais, ambayo kwa mfano Muhimbili anadhamira mpaka aijenge tena upya Muhimbili. Yaani anaenda kukomiti zaidi ya trilioni 1.2. Muhimbili ijengwe upya iwe ya kisasa. Haya, watalii wa afya nchi hii wameongezeka kutoka 5,000 sasa hivi tuko 12,000. Yaani watalii zaidi ya 12,000 wanaingia kwa ajili ya kupata matibabu, wanatoka nchi mbalimbali wanakuja kupata matibabu na sisi kwetu. Sio sisi tumezoea tunakimbia India kupata changamoto za saratani, figo na nini. Sasa hivi ni hapa tu. Saratani. Amenunua PET scan zaidi ya bilioni 18. Yaani kwenye Afrika yetu hii, yani ambayo wanayo ni nchi 9 tu. Afrika nzima. Haya, kwenye Afrika Mashariki ni nchi 2. Kwa SADC nchi 3. Wewe unaweza ukaona ni rekodi za kipekee sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anaendelea kufanya mambo makubwa.